Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Ali Khamenei yuko hai na salama kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NBC akiwa mjini Tehran, Araghchi alisema kuwa kwa kadri anavyofahamu, viongozi wakuu wa Iran wako katika hali salama licha ya mashambulizi hayo makali. Alisema kuwa huenda Iran imepoteza kamanda mmoja au wawili wa kijeshi, lakini alisisitiza kuwa hilo si pigo kubwa kwa mfumo wa uongozi wa nchi hiyo. Kauli hiyo inakuja wakati kukiwa na sintofahamu kubwa kuhusu athari halisi za mashambulizi hayo na hasa kuhusu hatima ya kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kuwa Khamenei alijeruhiwa au kuuawa. Vyanzo kutoka Israel pia viliambia CNN kuwa licha ya matumaini ya mafanikio ya mashambulizi hayo, hakuna ushahidi unaothibitisha kuuawa kwa kiongozi huyo wa juu wa Iran. Waziri Araghchi pia alifichua kuwa Irani imewasiliana na baadhi ya mataifa ya Ghuba ya Uajemi ili kuhakikishia kuwa haina mpango wa kuyashambulia. Alisema kuwa hatua zozote za kijeshi zinazochukuliwa na Iran zinalenga tu vituo vya kijeshi vya Marekani kama sehemu ya haki ya kujilinda. Aidha, Araghchi alikosoa Marekani kwa kile alichokiita kuwa ni kitendo cha unafiki, akieleza kuwa wakati mazungumzo ya kidiplomasia yalikuwa yanaendelea, mashambulizi ya kijeshi yalifanyika. Marekani na Iran zilikuwa zimekamilisha duru ya 3 ya mazungumzo yao mjini Geneva, hatua ambayo ilionekana kuwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Pamoja na hali hiyo, waziri huyo alisisitiza kuwa Irani bado iko tayari kupunguza mvutano na kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Hata hivyo, alisema kwa sasa hakuna mawasiliano moja kwa moja kati ya Iran na Marekani, lakini kama Marekani itahitaji mazungumzo, inafahamu njia sahihi ya kuwasiliana na Iran. Kauli hizi zinaashiria kuwa licha ya mvutano mkubwa wa mashambulizi ya kijeshi, bado kuna uwezekano wa juhudi za kidiplomasia kurejea, huku hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa ya tahadhari kubwa.